wapatia ili ukaweze kukusaidia na ukasaidia na yule mwingine. Ujumbe huu nimeupata katika kitabu cha Zakaria mlango wa 14 kuanzia mstari 14 hadi 19. Huu mstari unasema ya kwamba Yuda alisimama akapigana vita juu ya Yerusalemu, kwa sababu Yerusalemu alikuwa amevamiwa. Ikabidi Yuda akasimama kwa ajili ya Yerusalemu, akaipigania ile Yerusalemu. Tunaambiwa ya kwamba alivyoipigania akaweza kupata zile nyara ama vile vitu vya dhahabu. Akapata dhahabu, akapata fedha, akapata shaba, wanyama na vile vitu vingi vya yale mataifa ambayo yalikuwa yamekusanyana kuipiga vita Yerusalemu. Ndio Yuda akaingilia akapigana vile vita. Tunaambiwa baada ya kupiga hivyo vita, Yuda akapata kushinda na akachukua zile dhahabu, fedha, shaba na zile mali zote za yale mataifa mengine. Hiyo inakufundisha nini, mtu wa Mungu? Inakufundisha hiyo ni siri ya ufalme wa mbinguni. Watu wa Mungu tumeona ya kwamba hatufanikiwi katika kila jambo ambalo tunaliendea, ni kwa sababu hatujui hizi siri za ufalme wa mbinguni, ambayo hii ni mojawapo. Mimi nilivyosoma hili neno, kwa sababu hili neno nimemwomba Mungu na nimeelekezwa na Mungu kufungua hicho kitabu, na nikaelekezwa na Roho Mtakatifu akaniambia hii ni siri ya ufalme wa mbinguni, ya kwamba mtu wa Mungu utakaposimama kwa ajili ya mtu wa Mungu ambaye anapitia shida, ambaye yuko katika dhiki, ambaye yuko katika matatizo, utakaposimama naye, utakaposimama katika upande wake na kumpigania na kupiga pamoja vile vita, hakika nyinyi mtashinda. Na wewe ambaye umepigana utakuwa kama Yuda, utapata zile dhahabu, utapata zile fedha, utapata zile mali, utapata wale wanyama ya yale mataifa ambayo yamepigana, ambayo yakuwa yanapiga yule ndugu yako katika Kristo. Sijui utakuwa umeelewa, mtu wa Mungu ya kwamba ni hivi. Nikupatie mfano. Kuna mwenzako, Mkristo mwenzako, anapitia katika hali ngumu. Labda ni hali ngumu ya ugonjwa, labda ni hali ngumu ya katika mahitaji yake ya kila siku, labda chakula. Na wewe mtu wa Mungu uko na kitu kidogo. Haleluya. Na Mungu amekushuhudia, Mungu amekuonyesha katika roho labda, ama Mungu amekuonyesha katika macho ya kimwili kwamba huyu ndugu yako katika Kristo anapitia shida. Mtu wa Mungu, inachokupasa ni uingilie kati. Kama uko na uwezo ama uolo uwezo kidogo ambao uko nao, msaidie yule mwenzako katika Kristo, na hakika Mungu hatakuacha. Mungu atakubariki kama vile Yuda alivyobarikiwa, alivyopata zile dhahabu, fedha na shaba na mali zote za yale mataifa. Uone kwa mfano mwenzako katika Kristo amevamiwa na wachawi na waganga, amewekewa magonjwa. Haleluya. Uingie katika zamu ya maombi, umuombee yule mwenzako. Hakika mtapata kushinda, kwa sababu Mungu amesema ya kwamba, ama maandiko yamesema ya kwamba, muwapo wawili ama watatu kwa jina langu, ombeni lolote nitawapatia. Kwa hivyo ukimwacha peke yake, yule atakuwa hana nguvu. Lakini mkiwa wawili ama watatu kwa ajili ya huyu Mungu, mtakalo omba lolote, Mungu atawapatia, kwa sababu Mungu ameahidi. Hiyo ni ahadi, naye Mungu akasema ya kwamba nikiahidi nitatenda. Haleluya. Sijui unaelewa, mtu wa Mungu. Hili neno hakika utakapolichukulia, hakika utakapolitendea kazi, hakika utaona mabadiliko katika maisha yako. Ukiona mwenzako anashinda na njaa, ako na shida ya chakula, na wewe uko na kile kidogo, mgawanyie kile kidogo. Usije tu kumwombea
Alafu unajua huyu yuko na shida ya njaa. Jana amelala njaa, amekuelezea amelala njaa, na leo hajui atakula nini. Na wewe pale uko na unga kidogo, umepika imebaki, ama hata kama iko ile kidogo, gawanya katikati ukompatie. Tunaambiwa kwamba upendo wetu ni uwe wa kweli, na upendo wetu ni uwe wa vitendo, usiwe wa maneno. Hakika utakapofanya hivyo, uko na thawabu nyingi mbele za Mungu. Haleluya. Kwa sababu Mungu amesema ya kwamba tusaidie wale majane na mayatima. Tusaidie wale wahitaji. Majane na mayatima sio eti mtu ambaye amefiliwa na mtu ndio mjane na yatima. Mungu alikuwa hamaanishi hivyo. Alikuwa anakuambia kwamba usaidie yule mhitaji. Kwa sababu aliangalia wajane na mayatima wengi ndio ambao wako na mahitaji. Akatoa tu mfano kwamba wajane na mayatima. Lakini kinachohitajika, mtu wa Mungu, usaidie yule mwenye mahitaji. Huyo ndiye mjane na yatima, kwa sababu mjane bwanake ni Mungu na yatima baba yake ni Mungu. Kwa hivyo mtu yule ambaye yuko na shida huwa amefika mwisho, ameenda ametafuta huku na huku, lakini amefika mwisho, hana mtu wa kumlilia, hana mtu wa kumtegemea. Sasa simama na yeye. Hakika utakapotenda hiyo, uko na thawabu mbele za Mungu. Haleluya. Kwa hivyo watu wa Mungu, tusaidiane. Usione mwenzako anateseka. Hakika chukua hatua. Chukua maombi kwa ajili ya mwenzako. Hakika kama vile Yuda alivyochukua hatua, akasimama, akapigana vita vya Yerusalemu. Yerusalemu alikuwa amevamiwa. Akaingilia kati Yuda, akasema huyu ni ndugu yangu, sitaweza kumwacha, lazima nisimame naye. Akasimama naye, na alivyosimama naye, tukaona Mungu aliyotenda. Tunaambiwa Yuda akapata dhahabu, akapata fedha, zile shaba, zile mali zote za mataifa zikapewa yule Yuda. Hakupewa Yerusalemu, alipewa yule Yuda.